serikali ina wajibu wa kuheshimu utawala wa sheria. Inatakiwa ikomeshe huu ukamataji holela na ufunguaji wa makosa makubwa makubwa. Yaani saizi kusikia gaidi, haini, yaani nchi yetu ni hatari kuliko hata nchi zote unazozisikia saizi zenye vita. Kwa namna inavyo mamia watu na ukamata. Kwa hiyo ina maana ni hatari zaidi kuliko. Kwa hiyo ni mambo ya kuangalia kwamba serikali inatakiwa kukomesha mara moja ukamataji huo holela na kuhakikisha utaratibu wa kisheria unafuatwa. Yaani turudi kwenye due process. Tutoke kwenye hii panic mode ambao huyu anatembea huku na jambia, huyu si magari ya washawasha. Yaani tunakuwa na military process katika kila kitu kwenye nchi, kitu ambacho sio afya na ni kitu cha aibu, sio kitu cha kujivunia. Labda wengine wanafikiri ni kujivunia, sio kitu cha kujivunia, ni kitu cha aibu. Kwa nchi ambayo tunataka tuvutie wawekezaji, kuna nchi ambayo tunataka tuwaonyeshe watu tuna utulivu. Utulivu hauletwi kwa panga au bunduki, risasi na vifaru. Ni kwa watu kufanya mambo kwa mujibu wa sheria. Tusifanye maamuzi. Sasa imefikia stage unasikia walimu wanakamatwa kutoka vyuoni. Nani atafundisha critical? Chuo is a faculty. Yaani chuo ni sehemu ambayo inaleta uhai kwenye fikra. Yaani ndio watoto wetu wanahuishwa kupewa fikra. Sasa ukitaka chuo kiwe na walimu dormant ambao labda wana asili tu ya uchawa na sio critical, unatarajia kutoa kizazi cha namna gani? Kwa hiyo serikali iangalie hivyo, lakini vile vile swala la ulinzi wa haki za binadamu. Serikali ihakikishe inalinda haki za binadamu kwa ukamilifu. Uhuru wa kujieleza, uhuru wa kukusanyika, uhuru wa kushiriki ulindwe kwa vitendo. Kwa sasa imekuwa ni uhuru wa kujieleza haupo, hasa kwa watu wanaokuwa critical kwa status quo iliyopo. Yaani mifumo ya serikali, mifumo ya kidemokrasia, mifumo ya utendaji, hakuna uvumilivu ule wa kuvumilia kwamba natakiwa serikali inapenda ihutubie yenyewe, igombeze, ifanye nini, lakini mtu akijibu anakamatwa, yule ni gaidi. Sasa kwenye mazingira kama haya tunaharibu taifa. Haki hizi ni muhimu, Mungu mwenyewe anazitambua. Hizi haki kwa mimi kuwa mtu tayari ninazimiheli, ni zangu. Sijawahi kumpa mtu mwingine. Kwa hiyo ni muhimu serikali ilione hilo jambo, ulinzi wa haki za binadamu. Lakini uwajibikaji wa vyombo vya dola. Vyombo vya dola viache kufanya uchunguzi kwenye misukumo ya kisiasa. Vifanye, yani polisi achunguze swala kwa namna alivyosoma chuoni. Ajifunze namna alivyosoma chuoni, ndicho kile apply. Kwa sababu sasa unaona tamko tu, mtu anaweza katoa tamko unconstitutional bungeni. Polisi nchi nzima wako wanasimamia vidole kutekeleza. Sasa unajiuliza hii nchi ikoje? Na mtu anatoa tamko ambalo ni tofauti. Kwa hiyo mtu anasema tu leo labda yule katoa insight, yule ni gaidi, yule ni nini, lakini utakuta ni an ordinary political statement. Kwa sababu kwenye siasa ni sehemu ya kawaida tu, na kwenye siasa kuna maneno yake na lugha zake. Kama ambavyo ukienda sokoni kuna lugha za wauzaji, ukienda stendi kuna lugha za wauzaji. Kuna mtu anaweza kana kuita kwa viungo vya binadamu vya kike au vya kiume, na kule mtu achukini eneo lake. Lakini ukitoka na ile lugha ya stendi ukaenda kwa muita jaji, nadhani atamalizana na wewe pale pale ofisini kwake. Lakini viungo vile kule stendi ni kawaida tu, watu wataitana. Kwa hiyo tulekaa kule stendi, unajua. Kwa hiyo kila sehemu ina lugha yake. Kwenye siasa kuna lugha zake. Uwezo ukazungumza lugha ya msikitini kanisani, lugha ya kisiasa mahakamani. Kwa hiyo tuweze kuelewa haya mazungumzo. Mambo ya wanasiasa, wajibizane wanasiasa. Polisi ifanye kazi yake ya kweli ya polisi, ya kulinda usalama, kulinda raia na mali zao. Sio kujaribu kutisha, kukamata, kubagaza na kukanyaga watu wanaofikiri kwa uhuru. Na sasa tumeanza kuingia kwenye taasisi za elimu. That is suicidal. Tunaliua taifa. Ukiona taasisi za elimu sasa zinaanza kuamrishwa na watu wajinga. Unajua unapokuta kule mwalimu chuoni, yule utakuta labda ni masters, ni PhD,
ni profesa, yani ni mtu amebobea katika fikra, yani ni mtu ambaye kazi yake ni critical, yani anaona mambo kwa picha 14 au 15 jambo lile lile. Sasa ukianza kuruhusu mtu wa form 4 kwanza kwenda kumdhibiti lecture kule ndani, eneo la kitaaluma ambalo ni eneo huru critical kwa ajili ya uhai wa taifa, you are in the dead nation. Ndio maana siku moja nilisema tatizo kubwa, mimi siamini kwamba kiongozi anafundishwa. Mimi naamini kiongozi anazaliwa. Elimu inamsaidia kuwa kiongozi bora au mtawaliwa bora. Tusiruhusu ku exchange hizi nafasi, ndio chanzo cha matatizo. Lingine, serikali vile vile ina wajibu wa kuweka mazingira ya majadiliano. Mazingira ya majadiliano yanahitaji kuheshimiana na kuheshimu hisia za wengine, kwa sababu kama ni kuumizwa, walioumizwa zaidi ni wananchi, sio walioko madarakani. Kwa serikali lazima ujifunze, yaani unapokuwa mwadilifu ujifunze kujua kwamba kuna sehemu na mimi nimewakosea watu. Sio ufikiri uko perfect wakati watu wote tunaona kura hazikupigwa sawa sawa, mfumo ulikosewa, kulikuwa na changamoto hapa na pale, kulikuwa na tatizo pale na pale, watu waliuawa, maiti zikapotea mochwari. Hii ni shida ambayo serikali inayowajibika inatakiwa ione, sio inagangamara na kiburi. Itengeneze mazingira ya majadiliano. Haya mazingira ya majadiliano ni pamoja na kuanza kutoa mwanya kwamba ninaelewa tatizo, kwa acknowledge tu kwamba tunaelewa tatizo lipo, ni hatua kubwa sana kuelekea kwenye utatuzi, kwa sababu lazima tulijenge na tulilinde hili taifa, sio la mtu mmoja. Tukiliharibu hili hatuna lingine, sio mbadala. Hii sio mechi ya mpira kwamba namba 2 nani tunahesabu tutamuingiza. Tukijaribu nchi hatuna nyingine. Kwa hiyo serikali inatakiwa kujenga uwanja wa majadiliano ya kitaifa, kuruhusu na kuongoza mchakato wa majadiliano. Maana wengi wanakimbilia kusema maridhiano. Maridhiano ni matokeo ya hiyo mchakato, kwa sababu hii michakato inatokea, iwe ya kisheria, iwe ya kijamii, iwe ya kisayansi, ya siasa, iwe ya nini. Kwa hiyo kuna eneo pana linalotakiwa tufanye, lifanyiwe kazi. Ili eneo lote linapofanyiwa kazi, ndipo mwisho wa siku tunakwenda kwenye hatima za maridhiano, lakini chini ya msingi wa ukweli, haki na uwajibikaji. Kwa hiyo serikali inatakiwa kuliangalia hili na kuwa tayari sasa kuanza kutengeneza mazingira na watu yaonekane kwamba at least sasa serikali yetu inatengeneza mazingira, lakini kwa hali ilivyo sasa sio sahihi. Kwa vyama vya siasa viendelee kusimamia hoja zao za msingi, vikosoe kwa haki, vipige kelele, vionyeshe sera mbadala bila chuki au uzushi. Tuzungumze. Let's call a spade a spade. Tuonyeshe mbadala, wapi pana shida. Ni kwa nini tumefika hapa? Ndo kazi hiyo ya vyama vya siasa. Wala tusijenge chuki. Tuna maumivu, lakini tusitumie maumivu yetu kama njia ya mjadala. Yatusaidia ile kutupeleka kwenye majawabu ya wapi tunapotaka tulipeleke taifa. Lakini vile vile tuhamasishane kuheshimu sheria, sio uonevu. Yani tuhamasishane kuheshimu sheria, sio kuheshimu uonevu. Mtu akikuonea pinga by whatever cost it take, lakini kwenye kutii na kuheshimu sheria huo ni wajibu wetu. Tuhamasishane katika hilo, lakini vile vile tuwe tayari kushiriki katika majadiliano, kwa sababu hapa tulipo lazima tuingie kwenye majadiliano. Yani lazima tuzungumze kutoka hapa tunatokaje, lazima kuwe na majadiliano. Yani hakuna namna yoyote ile tunachoweza kwenda kutafuta namna ya kuondoka hapa nje ya majadiliano, chini ya msingi wa ukweli, haki na uwajibikaji. Na hii nchi hapa tulipo sio sisi tu. Rwanda wamepita hapa, Kenya wamepita hapa hapa tulipopita sisi, Sierra Leone wamepita hapa hapa, ukienda nchi zingine kama South Africa wamepita hapa hapa, nenda kule Amerika, Ulaya Mashariki walipita hapa hapa, kuna baadhi ya nchi za Amerika ya Kusini walipita hapa hapa. Kwa hiyo kuna mifano mingi ambayo tukitaka tuitumie
inaweza ikatupa picha ya wapi tunakotakiwa kwenda kama taifa. Wenzetu walifuata sio sehemu moja, maana naona watu wengi wanasema twende kama South Africa, twende kama South Africa. Hapana, lazima tuangalie kila sehemu ina changamoto zake na mazingira yake. Kama mfumo wa South Africa ungekuwa pure na insulated, tusingekuwa tunaona hiyo machi inayoendelea huko ya kufukuza Waafrika wenzao wakiamini ndio wamewanyang'anya ardhi na mali. Kwa hiyo kote kunaonekana ni gaps hizo. Kwa hiyo kote kuna sehemu za kujifunza. Lakini vile vile kwenye hii uga wa siasa ni lazima vyama vyote vivumilie kukosoana. Huwezi ukachukia kukosolewa. Kwenye siasa kuna maneno yake. Mimi siku moja nilitoa mfano. Mimi nilikuwa nagombea mahali fulani na picha yangu ya kampeni mimi sikujua. Kumbe picha za kampeni wanasiasa wanazitengeneza vizuri ili uonekane handsome na soft. Sasa mimi piga picha yangu alinilipua tu chini ya mti. Kwa hiyo mimi picha yangu nikawa kama tofali la kwenye kona. Sasa mgombea mwenzangu alichokuwa akiwaambia watu akasema, hebu muangalie ule na ile sura. Ile sura kweli ni ya mbunge. Kweli, lakini ulikuwa ukizitazama sura yangu ilikuwa haivutii kabisa kwa namna nilivyopigwa ile picha. Kwa hiyo lakini baada ya kupaniki mimi alivyonishambulia mfululizo, mimi nilichofanya nilimwalika mke wangu kwenye majukwaa kama 3-4. Mimi nikamuuliza tu mke wangu, bwana, hapa kuna mtu alipita akawaambia wananchi kwamba mimi nina sura mbaya na haivutii. Hebu niambie wewe sura yangu unaionaje? Mke wangu akasema, mimi sura yako mimi inanivutia na ninaiona iko vizuri. Mimi nikauliza tu wananchi, kama mke wangu ameruzika na sura yangu, huyu anayelalamikia ubaya wa sura yangu ni nani? Lakini najaribu kueleza tu kwamba kwenye siasa kuna lugha zake. Kwa hiyo kuna mtu anaweza kukupiga kijembe cha kisiasa na wewe tafuta counter ya kisiasa, ndio utamu wa kisiasa. Uwezo kwa chama cha siasa ni chama cha upinzani afu uko kukagua barabara zilizojengwa na CCM na kusema CCM imefanya kazi. Wewe una haja gani ya kuwepo? Tuonyeshe mbadala kwamba ukajenga lami imepitwa na wakati. Sasa tunatakiwa tuwe na metro. Hizi tunazochimbua barabara huu Mvunja kuzunguka mji mzima, mfumo huu umepitwa na wakati, tutengeneze metro. Ndio tunataka hoja za namna hiyo. Jamani, barabara tunajenga kutoka hapa kwenda Mwanza, sijui kwenda Kigoma za magari. Kwa nini tusitengeneze reli ambayo inachukua maeneo madogo, machache na durability yake ni ya muda mrefu? Yaani ndio mahoja kama hayo tunaobishana nayo, lakini sio kufika chama cha siasa akazungumza hivi, basi huyu hajani appreciate, hajasema chochote nilichofanya kizuri, unaanza kumwinda, unamweka ndani gaidi. Hapana, lazima tuwe na mawazo tofauti. Aliyetuumba wenyewe ametuacha hapa, tuna mawazo tofauti. Tuna Wakristo, tuna Waislamu, tuna Mabudha, tuna Wajadi, tuna watu ambao haelewi chochote, yeye yupo tu. Kwa hiyo tuvumilie kwa vyama vya siasa, tulinde wanachama wetu na tuvumilie ukosoaji. CCM ikikosolewa, CCM ijibu. Polisi wakae pembeni. Yaani sio CCM anabanwa hapa baada ya kwenda naye kujibu kisiasa. Manake nini? Unapoona CCM unazidiwa, manake panga usajili mpya kama timu zinavyofanya. Boresha timu yako, weka watu wenye mvuto, weka watu wanaoweza kufikia jamii, kwa sababu siasa ni ushawishi. Uwezo ukafanya ushawishi kwa bunduki na risasi. Jambo lingine ambalo vile vile ningependa kulizungumza ni kwa wenzangu wa madhehebu ya dini. Viongozi wetu wa dini, kemeeni wananchi wanapoonewa na serikali inapofanya vibaya, hususan huu kamataji unaoendelea. Sio wa kisheria, ni wa kinyanyasaji na ni mbaya sana kwenye taifa, kwa sababu mnapokemea unyanyasaji, hata pale mnapokuja kuleta wito wa amani, watu watawaelewa. Ninyi wenzetu hampendi sana kukemea unyanyasaji, lakini ni wepesi mno kuzunguka na amani. Amani haiwezi kuja sehemu ambapo haki inafubazwa, kwa sababu amani ni matunda ya haki. Jitahidini viongozi wetu wa dini kuzungumza haki na upatanisho. Acheni mambo ya amani na utulivu, yale yatakuja automatic. Tuzungumzie haki na upatanisho, tuwe sauti ya haki. Viongozi wa dini kukemea wazi ukiukwaji wa haki za binadamu bila upendeleo, kwa sababu tumeona watu wanajiita majina ya kidini
wakisema wazi wana vikosi hatari kuliko, ina maana kuliko hata vya majeshi yetu. Wanaunda vikosi na kuvunja, wakati katiba inasema mwenye uwezo wa kuunda jeshi na kuvunja ni amiri jeshi mkuu, ni rais wa nchi. Huyu anayeunda jeshi mwingine ni nani? Anasema mimi nimeunda jeshi, nimevunja leo, sijui nimefanya nini, lakini wana majina ya kidini. Hatuwaoni viongozi wa kiroho wakikemea, wako kimya. Lakini viongozi hawa utawakuta kesho amani na utulivu, labda kwa sababu kijana fulani kakosoa jambo fulani kwa namna ambayo haijapendeza serikali, wanaanza kujaribu kufanya. Kwa hiyo viongozi wa dini wasimame kwenye nafasi yao kuwa sauti ya haki, lakini kusimamia maadili ya kweli na haki, ili kusaidia jamii kuelewa mantiki ya uwajibikaji. Yani wajitahidi, hata kama wana tamaa binafsi, wajitahidi kuwa neutral, kwa sababu wale ndio walezi wetu sisi. Yani hebu imagine, nagundua kiongozi wangu wa dini, wewe umeshuka kiroho, labda unapokea rushwa, uko tayari kupotosha ukweli, hivi nitakuheshimu? Nitakusikiliza? Sina kupuuza, kwa sababu hakuna tusichojua. Sasa hizi kila mambo yako wazi. Lakini mkisimama kwenye misingi yenu ya kutufundisha kuhusu haki, kuhusu uwajibikaji, ili wote tujue ukweli na maslahi ya taifa, mtakuwa na nafasi kubwa ya kutuleta pamoja. Mna mifano ya kuiga. Desmond Tutu alikuwa kiongozi wa dini, lakini kulingana na influence yake ya kuhubiri haki na uwajibikaji, aliweza kushawishi mchakato wa maridhiano ya South Africa. Unajua ule maridhiano ya South Africa yana ushawishi mkubwa wa Askofu Desmond Tutu. Ndio maana wao wanazungumzia truth and reconciliation, yani ukweli na maridhiano, ambao yeye aliinterpret ile Bible perspective katika ule mfumo mzima. Japo critically tunamkosoa kwamba huu ndio athari inayopelekea haya yaliyopo, na kwamba wengi wa perpetrator waliweza kuepuka au kukwepa mkono wa sheria, lakini ali-influence kwa sababu ya ile personality yake kwa jamii. Kwa viongozi, mnapoona mambo ambayo hayaendi sawa kwa jamii na serikali inafanya mambo ikiwa kwenye panic mode kama sasa, wafuateni. Sio lazima mzungumze kama sisi. Si tunaona kule mnaenda, ukiwa naye chemba mwambie ukweli, hichi mnachofanya sicho. Hao mnaokamata ni watoto, hao mnaokamata ni vijana, na unamkamata kwa kumsingizia, mwingine unamtoa kwenye mitihani anashindwa kufanya. Unalipeleka wapi taifa unapoharibu kizazi kwa namna hii? Kwani tunakosa hekima katika usimamizi na utekelezaji wa sheria? Kwa hiyo haya ndio mambo viongozi wa dini wanatakiwa kuapproach na kuzungumza. Lakini kuwa kiungo, yani viongozi wa dini wawe viungo, sio vibaraka. Wawe viungo wa haki wa sehemu zote zinazopishana, wawe viungo wa haki. Ni jambo la muhimu sana. Viongozi wa dini, kaeni viungo wa haki, unganisheni serikali, wanaharakati. Sasa hizi nchi imegawanyika hii, wanaharakati nao wataanza kuitwa magaidi sasa hivi, kwa sababu sasa hizi wanaharakati unaharamishwa kupitia ma statement yanayotolewa. Lakini angalia, tuna Watanzania wenzetu wamekimbia nchi, wako huko. Viongozi wa dini wanafanyaje kuhakikisha taifa tunakuja pamoja? Kwa nini huyu apigie kelele kule, yule kakimbia kule, yule kakimbia kule? Viongozi wa dini wanatakiwa waone umuhimu wa kutuleta pamoja. Ni jukumu lao hilo kubwa, sio kuzunguka tu amani 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 amani. Amani wapi wakati mtu kuna kisu kimechobwa mgongoni na hakijatolewa? Amani wapi wakati kuna mtu hajulikani aliko mpaka leo na alichukuliwa akiwa mzima mbele ya macho ya familia? Kama kweli viongozi wa dini wanamwakilisha Mungu, basi tuone Mungu kupitia wao. Kwa hiyo kwanza, kikubwa tunachotaka nikizungumze kama kuhitimisha ni kwamba kwanza tunahitaji ukweli. Lazima tukubali kwamba kuna tatizo, lazima tukubali yaliyotokea, lazima tukubali kwamba lazima tunawajibika, kila mmoja kwa nafasi yake. Lazima tukubali, na tukubali kwamba lazima kama taifa tutoke hapa, hatutakiwi kubaki hapa. Hiyo lazima tukubali. Pili, haki. Lazima tuwe tayari kurekebisha madhara na kuchukua hatua za uwajibikaji. Hapo tunaweza tukazungumzia restrictive justice na restorative justice, yani haki fidia
na haki za kuadhibu. Na tunazungumzia hata restitution, zile haki za urejesho. Tunazungumziaje wenzetu ambao wako nje ya nchi? Tusiwaache katika kuzungumza, yani tusiache mtu yoyote tunayeamini amedhuriwa na yanayoendelea, lakini ana ushawishi katika taifa letu. Tunapotaka kufikiri hivi, nimesikia viongozi wengine wanasema Chadema kama wataki potelea mbali. Ndugu yangu, huyo kiongozi hajui hata maana maridhiano. Maridhiano ni watu wote. Tunapotaka kwenda kwenye maridhiano, watu wote wenye ushawishi, watu wote walioathirika, watu wote walioumiza, kwa sababu tunapozungumzia maridhiano, unataka urejesho, tunataka tuanze upya. Uwezi ukaanza upya wakati kuna segment ya watu wenye ushawishi hujaiweka pati ya ile process. Ni kuanza kushindwa kabla hata hujaanza kushindana. Kwa hiyo wale wanaofikiri kwamba tunaweza ukaacha watu wenye influence kama akina Chadema ni mbaya, na tuache huku criminalize watu. Kwa mfano akina Maria Sarungi, akina Mange Kimambi na wengine, hawa ni watu wenye ushawishi katika jamii. Tuwaelewe hoja zao wanazozisimamia, na hawa ndio tukae nao, kwa sababu tunapokaa na kuelewa majawabu ya kile wanachotaka, tukizungumza na kuweka mwelekeo wa pamoja wa kitaifa, ndio tunapokuja pamoja. Na usidharau ukasema mtu mtandao sijui huyu wa mtandaoni. Siku hizi dunia iko kwenye digital. Hii dunia kukutana majukwani imepitwa na wakati. Siku hizi ni dunia kwenye digital ndio inayofanya na kumaliza mambo yote. Kwa hiyo tutambue nguvu ya kila mmoja na wajibu wa kila mmoja katika forum yake, ili tunapokaa kama taifa sasa tutoke kwa pamoja kwamba jamani, uwajibikaji hapa uwe hivi na ila uwajibikaji hapa liwe hivi. Lingine ni uwajibikaji. Uwajibikaji lazima tutaangalia, kwa sababu hata sheria za kimataifa zinasema na zinatueleza wazi kwamba hata mnapokuwa na truth and reconciliations, amnesty, what should be a criteria for giving an amnesty. You cannot just give a blanket amnesty. Lakini tunaweza tukaangalia institutional accountability, personal accountability, legal professional accountability. Tufanyeje? Sasa mazingira kama haya yote ni muhimu sana ya tuyafanyie kazi. Lakini kwa taasisi zetu kama vyuo, kwanza niwape pole waadhiri na watu wote walioko vyuoni. Ni wakati wa wao kusimama na kuiambia serikali kwamba iviache vyuo vifanye kazi yake ya kitaaluma. Nyinyi kwenu kwamba endelezeni utafiti na ushahidi. Nyinyi ndio watu mnaoweza mkatupa fakti sasa zenye research na zenye data za tumefikaje hapa, kwa sababu hatujafika hapa kwa bahati mbaya au kwa kuchochewa na beberu. Tumefika hapa kwa sababu ya mfumo mbovu wa kwetu wa utawala na demokrasia, mfumo wa chama kimoja unaojaribu kulazimishwa kuendesha vyama vingi, ambapo mwisho wa siku umetufikisha hapa tulipo. Ili jawabu ni la watafiti na ushahidi, na hili ndio kazi ya vyuo. Vyuo sio uchawa. Mbona vitu vingine ninasikia mmezindua huko, sio mmefanya nini? Kwa nini hatuwaoni? Yani mkija dipu kwenye hili ambalo mamia na maelfu ya watu wamekufa, hatuoni vyuo mkiingia hapa? Hapa ndio eneo lenu. Kuelimisha umma, kueneza uelewa kuhusu haki, sheria na demokrasia. Nini maana ya demokrasia? Nini maana ya haki? Nini maana ya wajibu wako kwa taifa? Nini maana ya uzalendo? Nini maana ya uzalendo? Hivi ndio kazi ya vyuo. Yani mwanafunzi akitoka pale aive. Ndio maana mzee Ulimwengu anasema siku hizi vyuo vyetu vikuu ni kama ni sekondari, ni vyuo kama ni sekondari au an extended secondary. Ni kulingana na haya ambao tunaanza kuona sasa. Mtu ambaye mimi nachoamini, mtu kwanza anapokuwa mwalimu wa chuo kikuu huwa anapimwa ufahamu wake, sio wa kawaida. Anakuwa amefaulu vizuri, ana elimu ya juu vizuri, ni mbobevu katika utafiti na fakti. Kwa hiyo yeye ana mtazamo mpana zaidi. Lakini sasa tunaanza kuona watu wa la 4A, watu wa la 7B ndio wanakwenda kukaa madirishani, wanakamata, wanawapachika kesi mbalimbali. Kesi hii haionyeshi uhai, academic freedom inakuwa haipo. Na kama tunaamini kwamba vyuo vile
au saizi taasisi zile hazihitajiki tena, we don't need any critical thinker. Kwani tupeleke watu chuo kikuu? Kwani watu wasiishie la 7? Kwani tunawatesa watu kufika chuo kikuu? Waishie tu la 7, au tukiamua tu la form 4 tu basi, wakisha waishie huko mtaani, kwa sababu we don't want people to have brain. Lakini vyuo vikuu viachwe vifanye kazi yake hiyo. Katika lingine ambalo ni la vyuo, katika hapa ambapo sasa kuna mbishano wataalamu, professional bodies, wanasiasa, viongozi wa dini. Kazi ya vyuo sasa ni kuja na tafiti na kuja na miongozo mbalimbali, comparative studies walizofanya, kuonyesha na kutoa ushauri wa kitaalamu kwa serikali na wadau, ili kujenga mifumo bora itakayotuongoza katika msingi wa ukweli, haki na uwajibikaji kuelekea maridhiano ya kitaifa. Kwa sababu hatuwezi kuzungumzia maridhiano kabla tujafuata huu msingi. Kuna mambo ya kuchakatwa hapa, kuna mambo ya kisheria, mambo ya haki za binadamu, mambo ya uwajibikaji wa kitaasisi na watu binafsi, mambo ya fidia, kuna mambo ya watu kupewa haki yao ya kurejea nchini, kuna mambo ya kurejeshwa kwa uhuru wa kisiasa, uhuru wa mitandao na kupata watu access za kwenye mitandao na vitu kama hivyo. Hili ndio jukumu la wataalamu wetu, sio wakati wa kukaa pembeni hivi kuvizia teuzi. Ni wakati wa kusimama na kusema hii ndio itakayotusaidia taifa, na tusiogope kusimamia ukweli. Sisi sio uasi wala ugaidi kuiambia serikali hapana, hicho ni kinyume cha katiba. Sio uasi wala ugaidi kuiambia serikali hapana, tunataka uwajibikaji wa ndugu zetu wote waliopotea Oktoba 29, kabla na baada ya Oktoba 29. Sio ugaidi kuambia serikali kwamba tunataka kujua maiti zilipoteaje mochwali, lazima tupate majawabu. Sio ugaidi kuiambia serikali tunataka tujue ilikuwaje mtu aliyekufa kwa kupigwa risasi akapewa cheti cha kifo kinachosema alikufa kwa kuumwa kifua. Kwa nini hayo mabadiliko? Lakini la mwisho, kwa vyuo vyetu vikuu, vilinde uhuru wa kitaaluma, visimame kuzuia vitisho dhidi ya wahadhiri na wanafunzi. Hawa watoto wetu tunataka wakashindane duniani. Wewe unafundisha toto uchawa toka huku chini, linakuwa lichawa tu mpaka lichawa lenye PhD litaenda kushindana sehemu gani duniani? Maanake tuna majitu ambayo ni academic vegetative. Tutazalisha majitu ambayo ni academic vegetative na yatakuwa ni productive, na haya ndio siku yakija kushika madaraka, likihojiwa tu linaua kila anayemhoji, kwa sababu ndivyo lilofundishwa, liko kama zuzu tu. Lakini tukiwafundisha watu kwamba they can argue critically, bila kutukana, bila kuvunjiana heshima, but critically come with the various aspects on the same issue, itamsaidia kumuonyesha umuhimu wa diversity, umuhimu wa variance, kwamba we can differ, lakini mwisho wa siku lazima taifa litoke hapa tulipo na tuwe wamoja. Kwa hiyo mimi ni wito wangu kwa serikali, ingekuwa kwa kizungu ningesema exercise restraint, yani ijizuie. Kuna matendo yake ijizuie, kwa sababu ielewe imewaumiza sana watu, hususan kwenye suala la utekaji ambalo hamna hatua zote zinazochukuliwa za kuelewekwa. Mauaji ya Oktoba ambao ni watu wengi sana wamekufa, haya ni maeneo yaliyoumiza sana wananchi. Suala la kuendelea kuzuiliwa magerezani na kukamatwa kwa watu kwa sababu ya maoni yao na kufunguliwa makesi makubwa makubwa ya uhaini, sijui ugaidi, haya mambo ndio yanayoleta chuki ya wananchi kwa serikali. Na possibly kuna watu ambao wanajua kukiwa na amani hawatafaidi. Naomba nitoe rai yangu kwa wananchi wote, tuanze kuliangalia hili. Yawezekana kuna watu wanafaidi hii hali kiuchumi, na wanajua kwamba tukipata suluhisho hawatafaidi wala hawatapata kile wanachokipata. Kwa hiyo tuwe critical kuyatizama, na ndio maana tunasema tunataka school of thought mbalimbali zipewe forum. Serikali iache kutisha watu, iache kuvamia wanataaluma, iache kukamata vyama vya upinzani, kwa sababu kazi ya vyama vya upinzani ni kuonyesha alternative kwenye kila kitu ambacho serikali imefanya, kwa sababu kikishashindwa kufanya hivyo maana yake kimeshindwa kuwa chama cha mageuzi. Kwa hiyo wito wangu kwa jamii ya Watanzania,
lazima tujue kwamba hapa tulipo sipo na tunastahili kutoka hapa tukiongozwa na ukweli, haki na uwajibikaji. Asanteni sana.